Mtakatifu, mtakatifu, ninakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya uwepo wako ulioko mahali hapa. Nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya nguvu yako iliyoko mahali hapa. Nakushukuru Bwana Yesu kwa sababu ya kutuatamia watoto wako na kutupa kibali kingine Ijumaa ya leo kuweko mahali hapa katika mwezi wa kupiga hatua. Tunaendelea kukuona Mungu kituvusha na mambo mengi, kwa namna ambavyo unatupigania, kwa namna ambavyo unatutetea. Na hata sasa Mungu upo hapa kutuhudumia, kutuwezesha na kufanya mambo ambayo umekusudia kuyatenda kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya saa hii ambayo tunakwenda kusikiliza neno lako. Uwepo wako, nguvu zako, tukufu wako, vyote viweko mahali hapa. Heshima na utukufu tunarudisha kwako katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa kibali, Mungu amekupa uzima, Mungu amekupa afya ili uweze kuitumia vizuri. Mungu akikuamsha salama, itumie afya vizuri. Mungu akikupa pumzi ya uhai ukaamka salama, hiyo pumzi itumie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usitumie kwa mambo yasiyofaa ukajikuta umempoteza Mungu. Kwa ni neema kubwa Mungu kukupa uhai, ni neema kubwa Mungu kutupa uzima. Haya ni mapenzi ya Mungu, sisi tuwe na uzima, tuwe na afya, tu enjoy life. Yaani sisi tumechaguliwa na Mungu tu enjoy maisha. Tumechaguliwa na Mungu tufurahie, sio tuteseke. Maana sisi sio wa hasara, sisi kwa Mungu ni wa faida. Na Mungu ametuleta hapa si kwa hasara. Mungu ametuleta hapa kwa faida. Mungu ametuleta hapa tutumike. Mungu ametuleta hapa tufanye kazi yake, tutimilize mapenzi ya Mungu aliyokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu linasema kumtumikia Mungu kwa bidii. Kumtumikia Mungu kwa bidii. Sio tu kumtumikia Mungu, kumtumikia Mungu kwa bidii. Mungu anapokuokoa huwa hakuokoi kwa sababu kakosea barabara. Mungu anapomuokoa mtu huwa ametarget, amelenga kitu ambacho utakifanya baada ya kuwa umetoka huko ulikokuwa. Mungu anapokutoa kwenye giza anakuleta kwenye nuru. Lengo lake ni wewe ukae katika hali ya kumtumikia. Mungu amekutoa kule ili uweze kumtumikia. Mungu ameniokoa mimi ili niweze kumtumikia. Na sio kumtumikia tu, nimtumikie kwa bidii. Unavyomtumikia Mungu kwa bidii, na ndivyo Mungu anavyokutumikia wewe katika mambo yako. Unavyomtumikia Mungu kwa viwango, namna ambavyo kila siku unaongeza kiwango cha kumtumikia Mungu, na ndivyo Mungu anaongeza kiwango cha kuachilia miujiza kwenye maisha yako. Namna ambavyo unaendelea kunyenyekea na kuifanya kazi ya Mungu bila kujali hali ulionayo, bila kujali maisha ulionayo, bila kujali namna jinsi ulivyo, ukajitoa kuifanya kazi ya Mungu. Na ndivyo Mungu anavyojitoa kwa ajili ya maisha yako. Anajitoa kwa ajili ya afya yako, anajitoa kwa ajili ya mipango yako. Lolote unalolifanya linaenda ni kwa sababu umekubali na kutii kumtumikia Mungu. Na yeye lazima akutumikie. Hawezi akakuacha ukateseka, mtu ambaye unamtumikia Mungu kwa bidii. Ukiona wewe ni wa matatizo kila siku, jiulize, hayaishagi. Linatoka hili linakuja hili, anza kujiuliza, unamtumikiaje Mungu? Una Mungu gani asiyejibu? Una Mungu gani asiyefanya? Una Mungu gani asiyetenda? Jiulize. Yawezekana utumishi wako humtumikii Mungu kwa viwango vile ambavyo Mungu anataka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia bidii, bidii ni juhudi. Bidii ni juhudi ya kufanya kazi ya Mungu bila kujali hali ulionayo.
Bidii ni juhudi, unaonyesha juhudi, unajitoa kikamilifu kufanya kazi ya Mungu pasipo kuangalia maisha unayoyaishi. Uwe na bidii pasipo kuangalia umekula hujala, Mungu anataka umtumikie. Pasipo kuangalia una hela huna, Mungu anataka umtumikie. Pasipo kuangalia una mtoto huna, Mungu anataka umtumikie. Maana katika kumtumikia utakula, katika kumtumikia utapata mtoto, katika kumtumikia utanenepeshwa, utazidishiwa maradufu, hautapungukiwa. Uwe na bidii, usiangalie mazingira. Watu wanaangalia mazingira. Kuna watu wamemkosa Mungu kwa sababu wanaangalia mazingira. Akiwa kwenye mazingira fulani anaona Mungu hayupo. Akipita kwenye kipindi fulani anaona Mungu amenyamaza. Akipita kwenye shida fulani anaona Mungu hayupo. Anashindwa kuelewa Mungu amekusudia nini juu ya maisha yake. Right, tungejua kwamba Mungu anatuwazia mema, kama tungejua Mungu anatupenda, kama tungejua Mungu anatujali, kama tungejua Mungu ni wa thamani kwenye maisha yetu, tungemtumikia kwa viwango. Na namna ambavyo tungemtumikia, na ndivyo Mungu ambavyo angeachilia vitu ambavyo ni vikubwa sana kwenye maisha yetu. Mtumikie Mungu, hautaishiwa. Na kuhakikishia jioni ya leo ni jioni yako. Mtumikie Mungu, mtumikie Mungu. Acha utumishi wa kifafa, acha utumishi wa njanja. Hapana, jitoe kikamilifu kuyafanya mapenzi ya Mungu. Jitoe kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu pasipo kuangalia hali ulionayo. Mungu anataka umtumikie, na katika kumtumikia atakutumikia. Biblia inasema mkinitumikia nami nitawatumikia. Kwa ukimtumikia Mungu naye atakutumikia, na akikutumikia Mungu utaziona baraka, na akikutumikia Mungu utaona miujiza, na akikutumikia Mungu utaona uweza wa Mungu kwenye maisha yako. Vitu vilivyoshindikana ukimtumikia vyote vinawezekana. Vitu vilivyokwama ukimtumikia vyote vinarahisika. Mambo ambayo hayaendi ukimtumikia yote yataenda. Bwana Yesu asifiwe. Unamtumikiaje Mungu? Na unamtumikia kwa viwango gani? Sio tu kumtumikia, unamtumikia kwa viwango gani ili Mungu atende kwenye maisha yako? Kwa sababu Mungu anatuwazia mema. Hapo ulipo Mungu anakuwazia mema. Hujajua tu kama Mungu anakuwazia mema. Uwepo wako hapa ni kwa sababu ya pumzi ya Mungu. Mungu amekuwazia mema, akakupa pumzi ya uhai ili uweze kumtumikia. Kuna watu hawako kama ulivyo wewe leo. Kuna watu wanateseka, haujui tu. Kuna watu walitamani hata leo wafike, hawajafika. Wewe ni nani umepata kibali hiki? Wewe ni nani una afya? Wewe ni nani una uhai? Wewe ni nani una pumzi? Ya kupasa umtumikie Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida, na utumishi wako uonekane umetukuka. Na ndivyo Mungu anavyotaka. Mungu anafurahishwa na watu wanaojitoa kuifanya kazi ya Mungu bila kulazimishwa. Kuna watu kutumika mpaka wabembelezwe. Kuna watu kutumika mpaka wasukumwe. Kuna watu kutumikwa mpaka wasikie matangazo ndio anachukua hatua. Bila hivyo hawezi kutumika. Nisikilize, Mungu hajakuleta hapa kukalia viti kwa hasara. Mungu amekuleta hapa utumike, uifanye kazi yake ili Mungu atukuzwe, ili Mungu afanye makubwa kwenye maisha yako. Maana wewe ni wa thamani, wewe sio wa hasara, wewe ni wa viwango, na Mungu uliye naye ni wa viwango. Anatamani ufanye kazi yake ili na yeye afanye ya kwako. Namna gani unajitoa kumtumikia Mungu? Unajitoaje kuifanya kazi ya Mungu? Ukiona watu wanaachana, wanatengana, haujiulize, yawezekana utumishi wao ni wa mashaka. Lazima tuwekee alama ya kuuliza.
Si unanielewa? Ukiona kwaya na kwaya zinasemana vibaya, Roho wa Mungu hapo hamna. Yaani yanajiendesha mwenyewe, mapagani mazuri kweli kweli. Maana kuna watu akisimama hapa kuimba, utafikiri kako kiroho. Kanalembwa na macho kama kana degedege. Lakini kakitoka nje kwa shetani namba moja, kwa Yesu ziada. Acha ujinga. Fanya kazi ya Mungu ndani na nje. Matendo yako yaonekane, utumishi wako utuwe umetukuka, ukubaliwe, ukubalike. Wewe ukichukia ya kwako hiyo. Mimi najilipuaga, tutajua mwenyewe. Amina. Kwa nini mnakuwa kwa hazielewanagi? Tumeona hata huko tulikokuwa huko, kabla tujaja kwenye madhabahu halisia ambayo imetufanya tuwepo hapa leo. Huko tulikokuwa tumejificha huko. Si wote hapa tulikuwa tumejificha huko. Uongo sasa. Si tumekuja hapo umeonekana kuonekana. Wengine mlikuwa mjui hata kuvaa. Leo si mnavaa na kokomoko hapa. Mnapiga tu chan. Hapa, wepa heshimu hapa. Muinue Mungu hapa. Tumikie Mungu hapa. Mwabudu Mungu hapa. Jiachie hapa. Watu mmekuja hapa na mamesele tu. Leo hii mnajua hata kuvaa hata tu suti mnatuvaa. Wengine kina mama mna magauni mazuri mmeyashonea hapa. Mmetoka kule hamna lolote usukumani kule. Ndono loke mlezi kwa ali sakala to. Uongo sasa. Nani alikuwa vizuri sana? Tuko ovyo tu. Hameketalewa mafumdo. Sikuwa kwa waganga tu, tumepumbazwa, tumeliwa tu. Mimi ningekuwaga na mang'ombe mengi mno. Nikamaliziwa kijinga tu. Nikamtumikia shetani, nikampa maisha. Yaani shetani nikampa mwili. Yaani unakabidhi mwili jehanamu. Pole bagosha bamkajaga. Yaani pole mnaoendaga huko mpaka sasa hivi. Maana wengine wamejificha kanisani kwa asili. Ukiwepo kanisani hapo unajifanya mtakatifu unalembua, unajifanya na macho ya kunena kwa lugha. Acha wehu. Alafu ukitoka hapo unajua tu kwamba kule kuna kajamaa ndio kanakulaga kuku zako. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi nimeziona kwa macho, na kwa shetani nimeona hasara kwa macho. Maana niliingia mzima. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Baada ya kuwa nimemaliza darasa la 7, si unanielewa? Mungu akanipa neema nikafaulu kwenda sekondari. Sina Yesu. Sieleweki. Ila Mungu alikuwa ananiona naeleweka mbeleni, huko nitaeleweka zaidi. Wakati nimefaulu, baba yangu mzazi ni marehemu kwa sasa, akaleta mganga mkubwa, naye ni marehemu. Sasa ndio najiuliza, kumbe nao hasa kama wao wana uwezo, mbona wao wanakufa wasijikinge wenyewe? Yaani ni ujinga uliopitiliza viwango. Yaani unakabidhi mwili wako kwa maiti. Yaani maiti ichanje damu yako itoe. Maiti itoe maji kwenye mwili wako. Hatukujua. Akaja pale nyumbani. Akasemaje? Nilifaulu kwenda shule za vipaji. Kantalamba sekondari pale Sumbawanga. Yule mganga akasemaje? Hasa huyu anaenda Sumbawanga kwa wachawi. Tumwekee zindiko. Yaani akifika kule hamna naye mgusa. Halafu darasani hata asiposoma namba. Nikasema mbona hii nimeipenda? Mbona hii tamu nzuri? Kwamba hata nisiposoma napasua milima. Mganga kajipinda, nilikuwa na ng'ombe 3 kaipiga moja. Halafu baba akawa mjanja, atoi za kwake, akatoa ya kwangu. Nikaenda Sumbawanga. Nikaanza form 1 2004. Nikaanza form 1.
Tulikuwa wanafunzi 102. Mtihani tulipokuja kufanya, mimi ni wa 98. Nikapiga simu nyumbani nikauliza, wakasema ulikosea masharti. Unanielewa mtu wa Mungu? Wakanipiga ng'ombe wangapi? Wa pili. Tukaingia form 2 2005. Ule mtihani wa form 2 tulikuwa tunarudiaga kipindi kile. Yaani kwa sababu tu Mungu alikuwa ananipenda. Nilipita kwa wastani wa 30 ule. Yaani ningekosea hata kidogo nilikuwa narudia darasa. Yaani Mungu anivusha tu kwamba nenda tu na kazi na wewe. Nikaenda 2006 form 3. Mwezi wa 6 nikafanya mtihani. Tulikuwa wanafunzi 105. Mimi ndo nikawa 105. Ng'ombe 3 zimefanyaje? Natoa nini sasa? Hamna. Mwezi wa 9 nikasikia injili. Nikawa nahisi injili imekuja kunichomoa mimi peke yangu pale Sumbawanga. Yaani nilijipeleka mzima, hamna aliyeniuliza wala sikupeleleza. Nijikuta niko katikati pale, wekewa mikono, ombewa na nini, pepo zikalipuka, zikafunguliwa. Yaani baada ya kufunguliwa nikajiona mwepesi, nikajiona raha, nikasikia amani, nikasikia furaha. Nikasema kumbe kwa Yesu ni kuzuri namna hii. Kumbe kwa Yesu kuna kubarikiwa namna hii. Kuna mambo mazuri namna hii. Yaani nilienda shuleni nina furaha, nina amani kumpata Yesu. Nafika shuleni, rafiki yangu mmoja kihelehele akapiga simu kwa baba, mtoto wako kaokoka. Baba akasema kuanzia leo wewe sio mwanangu na usikanyage nyumbani kwangu tena. Anajua mambo yake yamefanyaje sasa? Yameharibika. Sasa labda alikuwa amenifanya kuwa kazao fulani kwa kuendelea kufanikisha mipango. Bwana Yesu asifiwe. Nikamfuata mchungaji nikamwambia, baba, sasa mzee amesema mimi sio mwanae, kwa hiyo sasa niache wokovu. Akasema hamna. Huyo ni baba yako na atakutafuta mwenyewe. Songa mbele na Bwana. Tumikie Mungu utaona muujiza. Tumikie Mungu utaona kuinuliwa. Tumikie Mungu atarejesha vitu vyote vilivyopotea. Uhusiano wa ndugu zako utarejea. Uhusiano wa vitu vyote vitarejea. Wewe simama mtumikie Bwana. Na mimi nikashikilia hapo. Nikamtumikia Mungu. Moto ukawaka. Sikiliza. Mtihani wa mwezi wa 12 wa kuingia form 4. Wanafunzi 105, nikawa wa 30. Huyu ndio Yesu. Maana akifungua akili utasoma. Yaani kama akili yako imefungwa kama ni mwanafunzi usomi. Alikuwa unaona giza. Akili ikifungwa huwezi kuona fursa za biashara. Akili ikifungwa huwezi ukaona fursa za mafanikio. Huwezi. Utakuwa unaona umasikini tu. Utakuwa unaona kukata tamaa tu. Utakuwa unaona kuvunjika moyo. Kile unalolifanya utakuwa unaona ni gumu. Lakini akili ikifunguliwa, akili yako ikakurudia sawa. Kama yule Mgerasi, akili yake ikamrudia, akajua na nguo ziko wapi. Na wewe akili ikikurudia, utajua tu kwamba hapa kuna biashara. Utajua tu hapa kuna mema. Utajua tu hapa kuna kuinuliwa. Hapa kuna kutoboa. Utatoboa. Unanielewa vizuri? Form 4. Mzee hataki niende wapi? Form 4 nadaiwa mdaila ya mtihani na ada ya shule 70,000. Alikuja mtu mmoja tu. Nikashangaa naitwa ofisini tu, nikaambiwa njoo, naitwa darasani njoo ofisini. Nikaenda namkuta Mzee Lazaro James Bipa, simsahau, amenisaidia. Nafika pale ofisini ananiambia, huyu mzee amelipa ada yote ya mwaka mzima na hela ya mtihani form 4 amekulipia. Nikasema huyu ndio Yesu Mnazareti anayefanya kazi. Acha nimtumikie. Moko mwezi wa 7 tulikuwa tunafanyaka mwezi wa 7 nikapata division 2. Ndio.
Si ni Mungu? Ya 18. Form 4 division 2 nikaenda form 5. Ndio Yesu nemhubiri hapa, ndio anayependa, atakayependa kwako, ndio anayefanya, ndio anayetenda. Haje kufeli, unafeli wewe, unashindwa wewe, yeye hajawahi kushindwa. Yeye anataka umtumikie. Ukimtumikia atakutumikia. Bwana atakupandisha. Nasema Bwana atakuinua. Nasema Bwana atakubariki. Nasema Bwana atafanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Wala usimuone Mungu kama chombo kidogo. Usimweke Mungu kwenye kasufuria kadogo. Muone Mungu ni kitu kikubwa. Muone Mungu ni wa thamani. Muone Mungu ni wa muhimu sana. Muone Mungu ni wa maana sana kuliko maisha yako. Mungu ni wa muhimu sana kuliko kazi yako. Mungu ni wa muhimu sana kuliko akili yako. Maana akili zote na mambo yote unayoyafanya ni yeye anakuwezesha, ni yeye anakuhudumia, ni yeye anakutetea, ni yeye anakuwezesha. Mtangulize Mungu mbele, atakupandisha viwango vingine. Usitangulie mwenyewe, mwache Bwana atangulie, mwache Bwana ashughulike, mwache Bwana ahusike kwenye mambo yote. Bwana ana mpango mzuri na maisha yako. Amina. Unamtumikia nani? Tumikie Mungu. Usipomwelewa Mungu utahangaika sana. Usipomjua Mungu utateseka sana. Ila ukimwelewa Mungu na Mungu akakuelewa, tamani Mungu akuelewe na wewe umuelewe. Maana yake nini? Muelewane, muwe connected. Uwe ndani na yeye awe ndani. Akiwa ndani na wewe ukawa ndani, una mamlaka ya kusema jambo linatokea. Utapita kila mahala paliposhindikana, wewe utavuka. Palipo na ugumu atapafanya paonekane ni pepesi. Unapoona wewe huwezi, atakufanya uweze. Wana wa Israeli walikofika bahari ya Shamu, waliona hawawezi, lakini Mungu aliona barabara, wao waliona maji. Mungu anamwambia Musa, una nini? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Songa mbele, usikate tamaa, songa mbele, usivunjike moyo, songa mbele. Mema yako mbele yako, mazuri yanakuja, nayo yanafurahisha. Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Bwana atakufanya kuwa taifa kubwa, atakufanya kuwa taifa takatifu. Atainua uzao wako, atabadilisha uzao wako, atakubariki, atakuinua, atakupandisha viwango. Watu watakushangaa. Majirani ambao wanakuona wewe ni takataka, kesho watakuona wewe unafaa. Wale waliokudharau watakusalimia kwa heshima. Waliokuona wewe ni takataka watakuona wewe umebarikiwa. Watakuinua wenyewe, watakupandisha wenyewe. Wewe umetulia na Yesu wako. Yesu anashughulika, yuko kazini ashughulikie matatizo yako, yuko kazini ashughulikie shida zako. Wala usikate tamaa, wala usivunjike moyo. Mungu yupo ili afanye mambo makubwa kwenye maisha yako. Kwani hutaki sasa? Hutaki? Maisha hiyo. Bwana asifiwe sana. Tumikie uone. Bado hujaona. Sasa hivi una mipango tu, nao haijatimia. Unaishia kupanga tu, alafu unatulia. Ukimtumikia Mungu atatimiliza maono yako. Ukimtumikia Mungu kwa bidii atatimiliza ndoto zako. Mambo yaliyokwama atayafanya yaende. Usitangulie wewe na akili yako, atangulie Mungu. Mruhusu Mungu akae ndani yako. Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu,
kama vile tawi lisiyoweza kukaa peke yake. Ukikaa ndani ya Mungu na Mungu akakaa ndani yako, una mamlaka ya kuomba jambo lolote na Mungu analifanya, kwa sababu unakaa ndani yake. Mimi nasema nasimama mlangoni nabisha hodi. Anaongea katika umoja. Nasimama mlangoni nabisha hodi akiwa yeye. Mtu akifungua mlango hafa kabadilisha usemi tutakuja. Maana utatu wa Mungu, tutakuja. Tutaweka makao. Mungu akiweka makao, magonjwa hutayasikia. Mungu akiweka makao, umaskini haupo kwako. Mungu akiweka makao, matatizo hayapo kwako. Mungu akiweka makao, vitu vyote vinakaa sawa. Mungu asipoweka makao, Mungu asipoulinda huo mji, Mungu asipoulinda huo moyo, Mungu asipoulinda huo utumishi, Mungu asipoulinda hiyo ndoa, Mungu asipoulinda hiyo huduma, Mungu asipoulinda hao watoto, hiyo huduma haiendi, hao watoto hawaendi, hiyo ndoa haiendi, hiyo biashara haiendi. Mruhusu Mungu alinde vitu vyako vyote, atamalaki, atawale, afanyike kuwa Mungu wako. Utaona mambo makubwa akiyafanya kwenye maisha yako. Mungu mruhusu aingie, alinde moyo. Unaelewa? Alinde moyo. Lakini leo unafunga mlango, unaondoka, huku unaweza kuibiwa. Ila moyo wako unauachia tu kwa shetani. Haulindi. Ila tusufuria twako unatulinda. Unatulinda sana. Kanguo ukiwa unanyosha, kakapitiwa na pasi, utalalamika mpaka asubuhi. Unaweza kaacha hata kuja kanisani kwa sababu ya nguo. Hii nguo naipenda, pasi imeniharibia, siendi kanisani. Ni upumbavu tu. Si unanielewa? Linda moyo, huo moyo ndio unamtumikia Bwana. Mungu akikufinyanga akakutengeneza, hukwami. Kila mahala utapita, utapata kibali kila mahala ukimtumikia Mungu. Utaingia kwenye ofisi za watu, watakupokea kwa heshima, watakuona wewe mfalme, watakuona umebarikiwa. Ukimtumikia Mungu, majina mazuri yote atakuja kwako. Wachache watakusema vibaya, wenye roho mbaya, lakini wataona tu mambo yako ni super. Ukimtumikia Mungu, mambo yako ni super. Ukimtumikia Mungu, hulali njaa wewe. Ukimtumikia Mungu, matatizo yanahamishwa, yanaondolewa. Unaingizwa kwenye pendo la mwana wa Mungu. Unaungamanishwa na Kristo, na Kristo akiungamana na wewe, umefanikiwa, umetoboa, iwe kiroho, iwe kimwili, iwe kihuduma, iwe kwa namna yoyote. Ukiungamanika na Bwana na ukamtanguliza mbele, Bwana atakupandisha, atapiga hatua pamoja na wewe, atatembea pamoja na wewe, atakaa pamoja na wewe, atahudumu pamoja na wewe. Hautapungukiwa, hautaishiwa. Mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Amen. Sasa sikiliza hapa. Unawezaje kumtumikia Mungu? Jambo la kwanza, unawezaje kumtumikia Mungu? Ili umtumikie Mungu, kuna vitu vya kuzingatia. Jambo la kwanza, umpende Mungu. Huwezi kufanya kazi ya mtu usiyempenda. Kweli si kweli? Yaani huwezi ukawa na ushirika na mtu usiyempenda. Hamwezi mkatembea mkapiga hatua moja na mtu usiyempenda. Kwa sababu kama mtu umpendi, hauna ushirika naye, hata ukimuona unaweza kubadilisha njia. Sasa wale wanaodaiwa hawapendaki kweli wanaowadai. Ukiona mtu anakudai, unaweza kujificha hata kwenye kajani.
ukaona unajifanya huonekani. Yaweza ukabadilisha njia ukapita ambaye hukuwahi kutegemea kuipita kwenye maisha yako, ila tu usikutane yule anayekudai. Yaani tu kaliko hapa kununua kwa sababu mdai wako yupo karibu, inakulazimu uende mpaka Karagwesheli. Si ulipe tu ili mtengeneze mahusiano mazuri muambatane. So unanielewa? Ili uweze kumtumikia Mungu, jambo la kwanza umpende Mungu. Huwezi kumtumikia Mungu kama humpendi Mungu. Na kumpenda Mungu kunaonekana kwa namna ambavyo mtu anajitoa, anahusika kuifanya kazi ya Mungu. Kumjua mtu anayempenda Mungu sio kwa sababu anavyorukaruka madhabahuni, sio kwa sababu anavyocheza cheza, sio kwa sababu anavyovaa vizuri. Kumwelewa mtu anayempenda Mungu ni lazima kuna sifa ambazo zinaonekana. Ni mtu ambaye anajitoa, anafanya kazi ya Mungu, wala halazimishwi, wala hapembelezwi, wala hasikilizi matangazo ya askofu mpaka aseme tuna ujenzi. Yaani yeye mwenyewe anafanya, anakwenda mwenyewe mzima mzima, nimekuja, anaachilia vitu kwa ajili ya Bwana. Huyo ni mtu anayempenda Mungu. Lakini wengine hata wakitangaziwa wanahama na kanisa. Michango imezidi. Kwa shetani mbona uko unachangia? Kwenye harusi hatuchangiagi. Sio kama 10,000, 2,000 za hapa kanisani. Laki 2, 3. Kweli si kweli? Alafu kule nje tunajifanya tuna vihelehele kweli. Tunajifanya kujionyesha. Andika. Nyumbani kwako kwenyewe ni 400,000 tayari. Maisha unayoishi ni 400,000. Mke wako hajawahi kuvaa hata nguo nzuri. Watoto wako wanatembea utafikiri vichawa wametoroka Mirembe Dodoma. Kula kwako ni dagaa nazo zina shombo za ajabu ajabu tu. Lakini kula unafunga, lakini acha ujinga basi. Alafu ukija kanisani unajifanya na unakuja kwa unyenyekevu na buku unaachia. Unajifanya umeokoka. Hebu mtumikie Mungu, acha basi mambo ya ajabu sasa. Tumtumikie Mungu, tushikamane, tuwe kitu kimoja, tuifanye kazi ya Mungu kwa mamoja. Jitoe kikamilifu kuonyesha unampenda nani? Unampenda Mungu. Usifanye kazi ya Mungu kwa kutafuta sifa. Maana watu wengine wanafanya kazi ya Mungu kwa sifa, ili wanione. Uzuri sisi hapa kwetu, ukifanya kwa sifa utaishia kwenye sifa. Alafu utabaki hewani, unaona wenzako wanaenda. Mambo yetu ni kimya chini. Alafu anaona mambo yanalipuka tu, vitu vikubwa vinatokea. Ndio Mungu wa hapa anavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kwa sifa. Chini chini. Baraka ni za kwako, sio za mtu. Kuinuliwa ni wewe, sio mtu mwingine. Ndio maana sisi hapa tunaga utaratibu. Wewe toa laki. Toa 200,000. Hatunaga hiyo biashara. Njoo mwenyewe wewe ulete. Lete baba nimekuja. Akisema tu barikiwe, imeisha hiyo. Ukiondoka huko unachokutana nacho ni baraka juu ya baraka, baraka juu ya baraka. Kile ukikanyaga baraka, ukiinua baraka, ukikanyaga baraka. Kwa unaona baraka zinajaa, zinamiminika, zinakuja double. Mungu wa madhabahu hii ni wa double. Anaachilia vitu, hajagi robo wala nusu. Mungu wa hapa ni kilo kamili iliyojaa na kupitiliza viwango. Wewe mtumikie tu, utamuona Mungu anavyofanya. Amen. Mpende Mungu. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako,
kwa roho yako, kwa akili zako. Wewe unampenda kwa nini? Au unampenda kwa sababu ya mikate? Maana kuna watu wengine wanakuja hapa kwa sababu ya mikate. Ameshasikia tu ukienda kwa mwemezi pale, akikwekea mikono miezi mitatu, maisha yanabadilika. Kwa anakuja kwa sababu ya maisha, lakini haji kwa sababu ya Bwana. Umechemka hapa, tunakuja kwa sababu ya Bwana, alafu vitu vingine anatuzidishia mwenyewe, anaviachilia mwenyewe, anaachilia, unavipata. Uje hapa kwa sababu ya Bwana, usije hapa kwa sababu ya magari. Hapa hatutoi magari, hapa tunamtoa Yesu. Ukimpata Yesu umepata gari, ukimpata Yesu umepata nyumba, ukimpata Yesu umepata mke mzuri, ukimpata Yesu umepata mwanaume mzuri, ukimpata Yesu umepata biashara, umepata uzao, umepata watoto. Unahangaika nini? Hapa yupo Yesu anayetoa vyote, halafu ni yote katika yote. Unanielewa? Ndio maana wanaokuja kwa sababu ya magari, akiombewa mwezi wa kwanza maisha yale yale, wa pili bado mambo hayajakaa sawa sawa, anasema tulidanganywa. Ulijidanganya mwenyewe. Ulidanganywa na nani? Ulijidanganya mwenyewe, maana ulikuja kwa sababu ya vitu. Na Mungu akaiona akili yako imekaa vitu. Nasema mpumbavu wewe, acha usugue kwanza. Tunakuja hapa kwa sababu ya Kristo. Amina. Tumuone Mungu akifanya mambo makubwa. Tuko hapa ili kumshuhudia matendo makubwa ya nani? Hatuko hapa kujifurahisha wewe. Hamna, hatujaja hapa kujionyesha tuonekane na fulani yupo na fulani amevaaje. Hatuangalii mavazi hapa, tunamwangalia Mungu. Hatumaanishi kwamba kwa sababu hatuangalii mavazi uje umevaa nusu uchi tunakutimua. Uje umevaa nguo za heshima zenye adabu zinazostiri mwili, ili Baba wa mbinguni wa madhabahu hii atukuzwe kupitia maisha yako. Maana wengine mnavaaga vimini mpaka unasema haka ni kajini kanyonya damu au ni mtu. Yaani unajiuliza, naka akija Yesu nako kanaambatana nao sasa watakatifu, na kenyewe kanakuwa miongoni mwa kundi hilo. Biblia inasema mwe wasafi wa mwili na roho. Ndio. Ukimtumikia Mungu vizuri, kuvaa vizuri ni haki yako. Kula vizuri ni haki yako. Kulala pazuri ni haki yako. Usila ovyo ovyo tu unapitia mahindi barabarani ovyo ovyo kama lijinga fulani. Acha, kula vyakula vyenye mantiki. Amina. Unafika sehemu unabeba limua na wewe umo tu za wewe ni wasijala kweli wewe. Lazima tuwe tuna mashaka na wewe, maana wa hapa wote wanauelewa, wa hapa wote wana akili.
nafasi yake. Mwambie Mungu kwa habari ya utumishi wako. Mungu amekuchagua ili uweze kumtumikia. Mwambie Mungu akusaidie katika utumishi ambao Mungu amekuitia. Ukamwone Mungu kwa viwango vikubwa kwenye utumishi huo. Ukamwone Mungu kwa viwango vikubwa kwenye mambo yako. Kamuone Mungu kwa viwango vikubwa kwenye kazi yako. Kaone Mungu akifanya mambo makubwa kwenye familia yako. Ukaone Mungu akitenda mambo makubwa kwa kizazi chako. Hautapungukiwa. Mwambie Mungu ahusike juu ya kila kitu kwenye maisha yako, maana yeye ni yote katika yote. Yeye ni kila kitu kwenye maisha yako. Yeye ni kila kitu kwenye maisha yako. Pasipo Mungu huwezi kufanya jambo lolote. Pasipo Mungu huwezi kwenda popote. Pasipo Mungu huwezi kusonga mbele. Mtangulize Mungu mbele katika huduma, katika utumishi. Mwambie Mungu aguse kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, na Mungu aweze kukichipusha, kikue, kiende, kikue, kiongezeke. Utaona Mungu akifanya mambo makubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lipitalo majina yote, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakuinua jioni ya leo, na sana nyakati kama hizi ambazo Mungu umetupa kibali wanao kusikiliza maneno yako ya uzima, kusikiliza maneno yako ya uzima, kusikiliza maneno yako ya uzima yanayotujenga, yanayotuponya, yanayotutia nguvu, yanayotupandisha viwango, yanayotusaidia kupiga hatua, yanayotusaidia kusonga mbele. Haya ni maneno yako ya uzima yanayotufanya tuinuliwe, yanayotufanya tupandishwe, yanayotufanya tupige hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kama mwezi tulionao, mwezi wa kupiga hatua. Na neno lako la jioni ya leo likatufanya kupiga hatua kiutumishi, kihuduma, kiroho kwenye maisha yetu ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo. Baba, onekana kwa ajili ya kila mmoja aliyekuweko mahali hapa jioni ya leo. Baba, ukaseme naye kwa namna ya mipango yake, kwa namna ya utumishi wake, namna gani anavyokutumikia, namna gani anavyokujali, namna gani anavyokucha. Ukaseme naye kila mmoja, ukaguse mahitaji yake, ukaguse haja ya moyo wake. Kila mmoja akapokee kulingana na uhitaji wake, kila mmoja akapokee sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia uweza na mamlaka na baraka juu ya kila mmoja. Yule adui anayezuia mafanikio ya watoto wako hana nafasi. Anayezuia huduma zisikue na kuchanua hana nafasi. Anayezuia watu wasisonge mbele, anayezuia watu wasifanikiwe, katika jina la Yesu Kristo ninaharibu kila kazi zote za giza. Hazina mamlaka juu ya kila mmoja, bali uwepo wako na utukufu wako na nguvu yako ikaonekane kwa kila mmoja, ikamhudumie kila mmoja, ikamtangulie kila mmoja kwenye familia yake, kwenye kazi zake, kwa watoto wake, kwenye ndoa yake, kwenye utumishi uliomuitia. Ukachanue utumishi wa kila mmoja, ukachanue kiu ya kila mmoja, ikaonekane juu ya utumishi ambao kila mtu umemuitia, katika jina la Yesu Kristo. Ukaguse kila mahitaji ya kila mmoja, ukampandishe viwango hadi viwango, kila mmoja akainuliwe. Asiwepo masikini hapa, asiwepo mtu mwenye matatizo hapa, asiwepo mtu mwenye shida ambazo haziishi mahali hapa. Kila mmoja akutane na mkono wako, akutane na nguvu yako, akutane na uweza wako, akainuliwe, akafunguliwe, akapandishwe viwango, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja akauone mkono wako, akauone utukufu wako. Kazini kwake akauone utukufu wako, ofisini kwake akauone utukufu wako, kwenye kila kitu anachokifanya akauone utukufu wako. Uweza na nguvu na mamlaka vikamfunike, uweza na nguvu na mamlaka vikamfunike, katika jina la Yesu Kristo. Natamka kuinuliwa, kila mmoja akapokee kutoka kwako, e Bwana. Kila mmoja akapokee muujiza kutoka kwako, e Bwana. Walio wagonjwa wakafunguliwe, wenye vifungo mbalimbali vikawaachie, katika jina la Yesu Kristo. Pokea, kila mmoja akapokee kia sawa na mahitaji yake. Baba,
ninakushukuru kwa sababu umefanya. Baba, ninakushukuru kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen.